Kwanza kabisa Mheshimiwa Waziri, napenda kuchukua nafasi hii kukushukuru kwa dhati kwa kukubali kuja kuzindua kituo hiki mahiri kwa ajili ya usambazaji wa teknolojia, lakini pia kutoa mafunzo kwa wakulima na maafisa ugani, lakini kwa lengo kwamba hawa wakulima wetu sasa waweze kutumia teknolojia hizi ili kuongeza tija na uzalishaji. Na hiyo ndio njia pekee ambayo wakulima wetu wataongeza kipato cha mkulima mmoja mmoja, kipato cha kaya, lakini pia na taifa letu kwa ujumla. Mheshimiwa Waziri, kama unavyofahamu kwamba Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania ina vituo 17 vya utafiti ambavyo vimesambaa nchi nzima. Na lengo kubwa la utafiti huu ni kuhakikisha kwamba tunafanya utafiti wa kilimo, lakini tunahamasisha pia jamii zetu ili ziweze kutumia teknolojia na mbinu bora za kilimo kwa lengo la kuongeza tija na uzalishaji, lakini pia tunaratibu shughuli zote za utafiti wa kilimo hapa nchini. Mheshimiwa Waziri, katika shughuli hizi tunazozifanya tumekuja na mkakati wa kuhakikisha kwamba wakulima wetu wanatumia hizi teknolojia. Na njia mbalimbali zipo za kuhakikisha wakulima wanatumia hizo, mojawapo kutumia vyombo vya habari, lakini tumekuja na kuanzisha vituo mahiri kwa ajili ya usambazaji wa teknolojia, lakini pia na kutoa mafunzo kwa hawa wakulima. Mheshimiwa Waziri, katika nchi nzima tumeanzisha vituo mahiri 8, kikiwemo kile Nyakabindi kule Simiyu ambacho kile kimeshazinduliwa, lakini kuna kituo cha Mwalimu Julius K. Nyerere Morogoro na pale Mheshimiwa kimeshazinduliwa, na mwezi uliopita kimezinduliwa kituo ambacho kiko Tumbi Tabora pale kwenye kiwanja cha Fatuma Mwasa, na hicho kimeshazinduliwa. Na leo hii Mheshimiwa Waziri unazindua hapa Nzuguni, na naomba kwa ridhaa yako vituo vyote vilivyobaki inabidi uzindue wewe mwenyewe ili kuongeza kabisa nguvu na uelewa wa Tanzania, maana wakikusikiliza wewe kama Mheshimiwa Waziri wa Kilimo, maana yake ni kwamba hao watu watajitokeza kwa wingi ili kuhakikisha wanatumia vile vituo kwa ajili ya kupata elimu, lakini na kupata pia teknolojia sahihi ili kwamba waweze kuboresha kilimo chao na kuondoka na kilimo kile cha kizamani. Tunataka kilimo cha kisasa ambacho kinakwenda kuleta mabadiliko makubwa katika sekta hii ya kilimo. Mheshimiwa Waziri, natambua kwamba leo una mambo mengi na nisingependa tuongee mengi, ila kwanza nirudie kukushukuru kwa ajili ya kuja kufanya uzinduzi, lakini nataka niseme tu baada ya kuzindua, na bahati nzuri umeshazindua pale, jambo tutakalolifanya tunapoanza huu msimu ni kwamba teknolojia zote zinazofaa kwa wananchi walioko mkoa huu wa Dodoma na mkoa wa Singida, kwa maana mbegu za aina mbalimbali kwenye mazao mbalimbali na mbinu za kilimo bora, tutahakikisha zinakuwepo hapa. Na Mheshimiwa Waziri, hapa tumeweka watu ambao wanakuwa hapa permanent, na tunahitaji kwamba watu wawe wanaingia, watu wanatoka, kwa maana wanaona hizi teknolojia, lakini pia na kupata mafunzo. Na hiyo tunaamini ndio njia tu ambayo itakaofanya wakulima hawa waweze kubadilisha hiki kilimo chao kutoka cha kujikimu kuja kwa kilimo cha kisasa. Ndio ukweli. Na mimi ninachosema Mheshimiwa Waziri, endelea kuchapa kazi na wakulima wanakuhitaji. Nitambue uwepo wa mkuu wa wilaya, madiwani, walikwa, mabibi na mabwana. Asalamu alaikum. Kazi na tumsifu Yesu Kristo. Kwa jina naitwa Riziki Saidi Ulida, ni mbunge ambaye nimeteuliwa na Mheshimiwa Rais, lakini vile vile ni mwakilishi wa taifa. Lakini vile vile mimi ni mkulima, na kwa jina maarufu naitwa Mama Alizeti. Na majina mengi, lakini nataka nitaje Mama Alizeti, lakini mimi ni Mama Selu na Mama Mjusi. Lakini leo nitalizungumzia swala la alizeti. Mheshimiwa mgeni rasmi, Tanzania tumekutana na uhaba mkubwa wa zao la alizeti.
Lakini mimi nikatoa hoja bungeni kwa Tanzania yenye kupunguziwa au kupotea kabisa uhaba wa mafuta inawezekana. Na nikatoa sababu moja. Leo katika kila halmashauri zetu hela zinatolewa za mfuko maalum wa vijana, wanawake na walemavu. Tukitamani sana na wewe kama mdau mwenzangu kuwa tuhakikishe zile pesa zinakwenda kwa wanawake, ili angalau mwaka huu tuanze kwanza zoezi hili na tutokomeze swala la uhaba wa mafuta. Mheshimiwa mgeni rasmi, kuna swala la pesa za kaya maalum. Wanapewa watu pesa, lakini pesa ile kama hujamwambia afanye nini, haujamsaidia mkulima bado. TASAF za TASAF. Hivyo nikishirikiana na wewe, wizara zote zinazohusika, wizara ya utumishi, wizara ya TAMISEMI na wizara ya kilimo, zile pesa zifanye kazi za wakulima. Wakulima wanahitaji pembejeo, wakulima wanahitaji mbegu bora, lakini wewe ukisimama na mimi na wenzangu wote wapenda maendeleo ya kilimo, tunaweza na kazi itaendelea, na kumuunga kwa dhati Mheshimiwa Rais ambaye anapambana kuhakikisha kwa maendeleo ya Tanzania inawezekana. Tunazungumzia sasa hivi Mheshimiwa Rais akiwa Umoja wa Mataifa anazungumzia chakula salama kwa ajili ya Watanzania. Na chakula salama kitapatikana kama kweli tutasimamia masuala ya chakula salama. Na imani tayari watatufanyia research ya kutosha kuhakikisha tunapata mbegu bora ambazo zitamuinua mkulima na kumuondoa katika umaskini. La pili, Mheshimiwa waziri wangu mpenzi sana, naomba kwa dhati kabisa, chini bado kukumu, juu kuna kwenda kazi vizuri sana. Lakini maafisa ugani mimi sijaona kama kweli speed ya maafisa ugani kwa wakulima iko sahihi. Naomba tusimamie hiyo. Nataka nitoe sababu za msingi. Mwalimu anaonekana, daktari anaonekana, nesi anaonekana, afisa ugani bado yuko nyuma. Ningeshukuru sana tukae kwa pamoja, kila afisa ugani wa kata ajue anafanya nini, atuonyeshe database yake ina wakulima wangapi, tujue production na makasoro na changamoto zitatokana pale. Tutakuwa na tayari, tutakuwa na wazo la kuweza kuambia bwana, hapa kuna pungufu 1, 2, 3. Nikushukuru sana Mheshimiwa, nisikupotezee muda sana. Nasema Mwenyezi Mungu akubariki, tuko pamoja na wewe, tunakuunga mkono wewe ulipo na sisi tupo. Nakushukuru sana, asante sana. Tatizo kubwa kwetu la kilimo ni kwamba tumekuwa tukienda kwa kauli mbiu na matamko. Sahihi kabisa. Kilimo kwa matamko kinapita kila kitu. Ni zaidi ya viwanda na kitu kingine chochote. Yes, mnakumbuka kilimo cha kufa na kupona, sio? Kilimo ni uti wa mgongo. Si ndio jamani? Siasa ni kilimo. Si ndio? Kilimo cha kufa na kupona. Au vipi? Hata kilimo kwanza pamoja kwamba ina mkakati, nao ni kama kauli mbiu. Kwa hiyo kilimo kwa muda mrefu kimekuwa kinaendeshwa kwa matamko na kauli mbiu, kuhimiza watu walime kwa bidii na kauli mbiu nzuri. Lakini kwa kweli changamoto kubwa ya kilimo kwetu ni tija ndogo. Tija ndogo, yani wewe katika ekari moja unazalisha kiasi gani? Sababu kubwa kwa nini sasa hivi nchi yetu pamoja na ardhi kubwa tunashindwa kujitosheleza kwa mafuta ya kula, tunaagiza mafuta hayo kutoka Malaysia, ni kwa sababu michikichi yetu tija yake ndogo. Kilimo chetu cha michikichi tija yake ni ndogo, huwezi kuweka kiwanda kikubwa bila kukibadilisha kile kilimo. Kilimo cha alizeti tija yake ndogo, uzalishaji wake kwa ekari ni mdogo sana. Sisi tumeongea na makampuni makubwa. Kampuni moja ina kiwanda cha kuchakata mafuta ya alizeti huko Ukraine. Wakatuambia sisi tutawekeza hapa mkituhakikishia kwamba mtavuna zaidi ya tani 100,000 ambazo tutakuwa tukizipata kwa mwaka. Yaani mtumie yote alafu tubaki na hizi. Hawaweki viwanda kwa sababu tija ni ndogo. Sasa hivi nchi yetu tunaagiza starch kutoka nje. Starch inatumika kwenye pharmaceutical industry, inatumika kwenye paperwork, ina matumizi makubwa. Mhogo ni chanzo kikubwa sana cha starch. Tija ya mhogo ndogo sana. Hapa tumeambiwa na tumeonyeshwa kwamba katika hekta moja sisi tunazalisha chini ya
tani 5. Ukweli tuko ni tani 3, tani 2. Tija ndogo, wenzetu wanakwenda tani 20 mpaka 30. Kwa hiyo hata soko la China lilivyofunguka kwenda kuuza mihogo, kwa sababu ya tija ndogo, imekuwa vigumu kuanza kuuza mhogo China kwa sababu tija ni ndogo. Kwa hiyo tija ni ndogo kila mahali. Hata hapa nimetoka Ruvuma. Jana nilikuwa Ruvuma na juzi. Mahindi. Ukiangalia uzalishaji wetu wa mahindi kwa wastani, ekari moja tunapata gunia 10-15. Tija ndogo. Mtu anaweza kupata paka gunia 40. Kwa hiyo pamoja na kwamba kweli bei imeshuka, tija ingekuwa kubwa, bei singekuwa changamoto. Kwa sababu, na hili ngoja niliseme vizuri watu walielewe, lengo letu kwenye kilimo ni pamoja na kupunguza gharama za maisha. Gharama kubwa ya maisha kwetu ni chakula. Kwa maana hiyo ni kwamba bei ya chakula ikishuka ni neema vile vile kwa walaji, watu wanakula chakula. Lakini kwa tija ndogo inakuwa ni kilio kwa mkulima. Haya mahindi tukilima kwa tija kubwa, mengine yatatumika hata kulisha mifugo. Kwa tija hii, soko la mahindi kwenye mifugo hatulimi mahindi kwa tija kubwa ya kutosha kuweza kulisha na mifugo kama nchi nyingine wanavyofanya. Kwa hiyo tatizo letu kubwa ni tija ndogo. Na kama tukiweza kutatua tatizo la tija, tutaweza kufikia mahali ambapo bei ya mazao tunayotumia ndani ya nchi inashuka, lakini pato la mkulima linaongezeka. Sio kama mnanielewa. Bei ya mazao tunayotumia ndani ya nchi ishuke, lakini kipato cha mkulima anayezalisha mazao hayo kiongezeke. Maki hata bei ya alizeti ishuke, lakini mkulima wa alizeti apate zaidi. Namna pekee ya kufanya hivyo ni kuongeza tija. Unazalisha kiasi gani katika ekari moja? Kwa hiyo changamoto kubwa ya kilimo ni tija. Asiyejua hilo hawezi kutatua kilimo. Na usipojua unakoenda, njia yote itakupeleka huko. Sio jamani? Ndio maana kauli mbiu hizi tangu zamani hazijatupeleka popote. Tusipojua changamoto kubwa ya kilimo ni nini, chochote tutakachosema tufanye tutafanya na hatutoki. Tutajaribu hiki, tutajaribu hiki. Tatizo la kilimo chetu ni tija ndogo. Ni tija ndogo. Na namna ya kubadilisha kilimo chetu ni kuongeza tija. Yako matatizo mengine, post harvest loss na kadhalika. Lakini tija ndogo inabeba vitu vingi. Visumbufu, pembejeo, mbegu bora, kilimo bora na kadhalika. Kwa hiyo tunajua tatizo la kilimo Tanzania ni tija ndogo. We know what we need to do. Sio fumbo. Bahati nzuri we know it. Kwa sababu tusingejua, tungeendelea kupapasa gizani, tunatafuta njia ya kwenda, au tunatumia mguu kugusagusa kwenye maji kutafuta jiwe la kukanyaga wakati tunavuka. Tunajua tunatakiwa tufanye nini, tubadilishe kilimo. Hicho tunakijua. Na rais wetu wakati anahutubia bunge tarehe 22 mwezi wa 4, mara ya kwanza kama rais wa nchi, alilizungumza hilo. Changamoto ya kilimo ni tija. Kwa hilo tunajua changamoto yetu ni tija. Tija ndogo. Viwanda haviwezi kuanzishwa kwa ajili ya kutumia mazao ya kilimo kama tija ni ndogo. Hapa pamba, ekari moja tunapata kilo 200, 350. Wenzetu West Africa, ekari moja kilo 1000 kwenda juu. Misri, ekari moja kilo 2000. Kwa hiyo huwezi kushangaa kwamba tunavaa nguo kwa kununua nguo za pamba kutoka nje, alafu sisi tunalima pamba hapa lakini viwanda haviji hapa. Kwa sababu tija ni ndogo. Hali ya kulima iko kubwa sana. Tutaimba zabibu sana hapa. Lima zabibu, hiyo ni kauli mbiu. Lazima tumwezeshe mkulima alime kwa tija. Kwa sababu kulima analima kutafuta kipato. Kumwambia tu lima haitoshi. Tunafanya nini ili akilima apate kipato kinachostahili kulima? Ukiongeza tija kwenye kilimo cha zabibu,
basi mtu akilima akiona anapata fedha atalima mwenyewe. Ndio maana wakulima wengi wanalima hawachagizwi na mtu. Unapoona lazima uchagize mtu, kilimo cha ngano, tuongeze kilimo wakati tunakula maandazi kila siku, tunakula chapati kila siku, alafu mashamba ya ngano kule yamekufa, tija ndogo. Ndio maana tunasema tulime alizeti, kweli tunapiga kelele tulime alizeti. Wakulima akijua kitu kina faida analima mwenyewe, hahitaji kuelezwa sana. Lakini kilimo tija ndogo. Kwa hiyo tunajua tatizo letu na tunajua nini cha kufanya kutatua tatizo hilo. Kwa hiyo hatupapasi kwenye giza wala kugusa mawe kwenye maji kwa mguu kujua tukanyage wapi twende wapi. Tunajua exactly what needs to be done. Namba 1, utafiti. Lazima tufanye utafiti, tupate mbegu bora, tujue kilimo bora, ili tukitumie matokeo utafiti huo kumwendeleza mkulima. Na matokeo utafiti watari mliofanya kwenye pamba, sasa hivi tunajua inabidi ufanye nini ili pamba tuache kuzalisha kilo 200-350 kwenda kilo 1000-1400. Na nilizindua kampeni ya kueneza utaalamu huu uliotokana na utafiti kule Busega, na kazi inaendelea. Kwa hiyo tukienda vizuri, uvunaji wa pamba nchini kwetu utaongezeka mara 3 haraka sana kwa sababu ya matokeo ya utafiti. Tunajua inalipa na inafanya kazi. Nimeona utafiti wa mbegu bora za zabibu. Hizo mbegu bora za zabibu zikizalisha vizuri kama tulivyoahidiwa, wakulima wao wenyewe wataomba kulima zabibu, kwa sababu wanataka kutengeneza fedha. Nimeona mbegu bora za mahindi na kadhalika. Kwa hiyo tunajua cha kwanza kabisa ni utafiti. Ndio maana nimefurahi sana kupewa heshima hii ya kuja kuzindua kituo hiki. Asanteni sana. Na naahidi vituo vyote nitakuja mwenyewe kuvizindua na tufanye kazi. Kwa la kwanza utafiti. Utafiti wa mbegu bora, utafiti wa kilimo bora, utafiti wa namna ya kupambana na visumbufu vyote. Na natamani sasa nione utafiti wa kutumia yale marejea, yanaitwa marejea kwa ajili ya mbolea. Si ndio jamani? Ndio. Nilisema siku moja nataomba baadaye nilitoe taarifa. Tunapata changamoto ya mbolea, lakini utafiti unaweza ukatupa aina ya mbolea yetu humu ndani. Marejea yalishiaga wapi yani? Sikumbuki, lakini utafiti ndio njia yetu ya kwenda. Na ndio maana ndugu zangu, kwenye Wizara ya Kilimo hatujaongezewa fedha. Overall ceiling iko pale pale. Bajeti ya kilimo mwaka jana, mwaka juzi, mwaka huu ni ile ile. Lakini baada ya kuona vipaumbele tunavyovihitaji, tulitoa maelekezo, wataalamu wetu wakafanya kazi kuhamisha matumizi mengine kupeleka sehemu nyingine. Na kwa sababu utafiti ulikuwa nambari 1, tumeongeza fedha utafiti kutoka bilioni 7.3 kwenda bilioni 11. Kwenda bilioni 11. Bado haitoshi. Kama kilimo ni uti wa mgongo, mwakani nitaomba hela nyingi zaidi za utafiti. Hatuwezi kwenda na kauli mbiu, ila mwaka huu lazima tayari mjipange, mpango kazi mkamilishe. Hazina wameniahidi hela yote iliyopangwa kilimo itatolewa, lakini lazima kuwa na mpango wa kutumia hela hizo. Kwa hiyo katibu mkuu anafahamu, analifanyia kazi, mtendaji mkuu alifahamu hilo, na mpango kazi haraka wa matumizi na kupeleka tupate wala hizo bilioni 11 kwa sasa hivi kwa kwanza. Na tumeanzisha mfuko wa utafiti kwa ajili ya kuweka fedha za utafiti. Na naomba wadau wetu wote wanaotusaidia wawekeze vile vile kwenye utafiti. Kutamka kilimo ni uti wa mgongo, kilimo cha kufa na kupona. Siasa ni kilimo. Kilimo kwanza, rahisi sana. Maneno hatupeleki popote. Tutajipanga kwanza, tutumie fedha tulizoongezewa sasa hivi
tuone tunaenda wapi na tuzitumie vizuri. Halafu mwakani bajeti ya kilimo tutaomba fedha zaidi kwa ajili ya utafiti, kwa sababu bila hivyo tutaendelea kuiba nyimbo hivyo hivyo, hatufiki popote bila kuongeza fedha. Ni kazi yetu sisi sasa tuliopewa sekta hii kuainisha matumizi ya fedha za ziada ambazo tutaenda kuziomba, tuonyeshe zitaenda kufanyia kazi gani. Na ndio maana nafurahi sana mnapotangaza matokeo ya utafiti haya, ili hata wale wenye maamuzi ya fedha waone. Unaona pale mtama yield yake ni kubwa kuliko ambavyo tumewahi kuipata, na soko kubwa tunalo la kuuza mtama ndani ya nchi na nje ya nchi. Mhogo tumeambiwa, mahindi na kadhalika. Na baada ya utafiti tunajua tunahitaji mbegu bora zilizozalishwa kupitia utafiti wetu, zizalishwe vya kutosha. Mheshimiwa Riziki, unafahamu wakulima sasa hivi wanataka kulima alizeti, mbegu bora ziko wapi? Tumehangaika, sikujua kazi kubwa hii ya kupata mbegu. Tumeigiza mbegu mpaka kutoka Australia. Sisi tumechakata tu kutafuta resources huko, nyingine kukopa na nini ili tuweze kugawa mbegu kwa wakulima, na ASA inafanya kazi kubwa sana ya kuanza kununua alizeti na kutafuta mbegu mle ndani ambazo zinafaa kwa ajili ya kuoteshea. Kwa hiyo la pili, kipaumbele cha pili ni seed multiplication. Kuzalisha mbegu za kutosha za mahindi, mbegu za kutosha za ufuta, miche ya kutosha ya michikichi, mbegu za kutosha za kila kitu, lakini mbegu bora zilizofanywa utafiti na TARI. Upo uvumbuzi mwingi sana umefanywa na TARI, umebaki tu kwenye vitabu na kwenye bustani ndogo ndogo. Hii ya kwanza ndogo sana hii. Zipo, utaziona, utaonyeshwa, utaambiwa hapa hii tunazozalisha, lakini tunahitaji kwenda kuzalisha mbegu hizo zimfikie mkulima. Tumeongeza pia budget ya seed multiplication mara 2 kuhakikisha kwamba sasa ASA anaweza akamultiply mbegu anazopata. Na kwa kweli, pamoja na kwamba sasa sheria inawaruhusu nyie kumultiply seed, TARI wawe macho, vinginevyo tutabadilisha sheria. Msipeleke nguvu sana kwenye seed multiplication, nguvu kubwa kwenye utafiti. Na nimeona mmegundua vitu vizuri sana pale. Hizi ni industrial product. Baada ya kugundua sasa, kutafuta namna ya spin off ziende for industrial production. TARI maonyesho ya kila mwaka tutaona wine nzuri ya TARI, juice nzuri ya miwa ya TARI. Safi sana, kazi nzuri watafiti wamefanya. Imetosha hapo. Sasa ni kubeba haki, kuchukua haki miliki, kutafuta mzalishaji mwingine yeye aendelee kuproduce kule. Kwa kazi kubwa ya TARI ibaki kufanya utafiti. Hata seed multiplication iwe peripheral. Tukiona mnazilisha nguvu sana huko, tutajua mtaacha kufanya utafiti, tutabadilisha sheria. Tunajua mnahitaji fedha, lakini tungetaka tuone watafiti, wana science, wanafanya kazi za science, wanafanya utafiti. Kipaumbele cha 3 na nitaishia hapo, viko vingine, ni shughuli za ugani. Maana utafiti umeshafanyika. Tunajua ukitaka kulima, tumeonyeshwa hapo zabibu vizuri, ufanye nini? Tumeambiwa unatumia viuatilifu gani, mbolea gani, umwagiliaji wa namna gani, kila kitu. Umeshafanya utafiti. Sasa tukawa tumezalisha na mbegu za kutosha. Huyo mkulima atajuaje hayo sasa? Atajua hayo kwa kuhakikisha kwamba maafisa ugani kweli wanakuwa equipped, wanaelewa, alafu wanakwenda wanapeleka taarifa hizi na kuwashawishi wakulima kulima namna hii. Haya sio mambo magumu. Unahitaji utafiti kugundua mbegu bora, kilimo bora. Unahitaji juhudi za kuzalisha zile mbegu bora za kutosha. Unahitaji namna ya kupeleka taarifa, habari hizi njema kwa mkulima aende akabadilike. Tuchukue haya matatu leo, tutazungumza zaidi. Kwa hiyo na sisi kwenye huduma ya ugani, bajeti hiyo hapo tu tumeongeza kutoka milioni 603 kwenda bilioni 11.5 kwa ajili ya shughuli za ugani. Tena maafisa ugani hawako Wizara ya Kilimo, wako TAMISEMI. Kwa hiyo mwanzoni watu wakasasa, waziri wewe umekuja Wizara ya Kilimo unatuambia tupunguze matumizi huku tupeleke TAMISEMI. Sema sisi shida yetu kilimo kiendelee. Shida yetu nini? Kilimo kiendelee. Kwa hiyo tumeongeza bajeti ya huduma ya ugani, kwa kuamini kwamba sasa
yale ambayo mmeyagundua kwa utafiti na yale ambayo tutazalisha kama seed tunaweza tukayapeleka kwa wakulima. Na maafisa ugani kwa Dodoma, Singida na Simiyu ni kielelezo, na tayari nilizindua mafunzo rejea kule Mpwapwa. Watafanyiwa mafunzo rejea wote, watapewa mashamba wote, tutawapa pembejeo wote, tutawapa pikipiki wote, tutawapa na simu wantachi zile za nani zote, na tutawasimamia kuhakikisha kwamba matokeo ya utafiti yanafikia mkulima, kwa sababu afisa ugani yeye lazima apewe ile knowledge. Knowledge inatokana na utafiti, utafiti wa TARI, utafiti wa taasisi zote hata ambazo sio TARI, pamoja na vyuo vyetu vikuu. Haya ndio mambo matatu ndugu zangu kwa nataka kuyasema. Kilimo kinahitaji hayo, na tukifanya vizuri mwakani fedha zitaongezeka, kwa sababu serikali ina mambo mengi sana ya kufanya. Kuna kujenga mahospitali, kujenga shule, kujenga barabara na kadhalika. Sisi mwaka huu lazima tuonyeshe kwa budget tuliopewa, kwanza absorption capacity iwe nzuri, tutumie vizuri, tuonyeshe matokeo, ndipo tuende tukaombe fedha zaidi, kwa sababu kilimo kinastahili fedha zaidi kama kweli kinaajiri theluthi mbili ya Watanzania. Basi lazima kwenye budget tuone imeongezeka, lakini tu sisi lazima tujipange kwa kutumia budget tuliyopata mwaka huu ambayo ni bilioni 294. Tuitumie vizuri na tuonyeshe matokeo, na naamini kupitia TARI, daktari, kupitia TARI tutaonyesha kwamba kweli tunaenda katika mwelekeo wa kuwa na knowledge nzuri zaidi, ambayo kazi yake kubwa ni kuipeleka kwa wakulima kwa ajili ya kuendeleza kilimo cha Tanzania.